Nimesoma Iran miaka 8. Sisi tunahusiana na dhehebu la Kishia. Huyu mzee alikuwa akatupokea kwa mikono yake miwili. Kwa maisha sasa, mtu tu wa kawaida afunge duka lake kwa takriban siku 3 kwa sababu ya kifo cha mtu fulani, inawezekana isiwe kawaida. Kutana na Suhail Mohamed ambaye ni mfanyabiashara kutokea eneo la Mlandege visiwani Zanzibar, aliyeamua kufunga duka lake hapa visiwani Zanzibar kutokana na kuguswa na kifo cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Hussein Khamenei huko Iran. Duka hilo lilianza kufungwa siku ya Jumapili, Machi mosi, siku ambayo taarifa za kifo cha kiongozi huyo mkuu wa Iran zilipoanza kuzagaa huko mitandaoni na kuthibitishwa kwamba alifariki dunia. Tunaye Suhail Mohamed anatupitisha na kutusimulia namna ambavyo alivyoguswa na kifo cha kiongozi huyo mkuu. Mimi hapa nimesoma Iran miaka 8 nyuma, na katika kusoma kwangu kuna huyu mzee alikuwa akatupokea kwa mikono yake miwili, na sio mimi au sio Watanzania peke yake, bali kila mtu ambaye anatoka nje ana kauli yake moja maarufu sana kwamba nyie mlokuwa mko nje, mlokuja humu ndani kwa ajili ya kusoma na nini, msijionee kuwa ni wageni, bali nyie ndo wenyeji na sisi tuko kwenye huduma yenu. Umeona? Na kila inapotokezea kuna dharura yote, inakuwa yeye na kundi la huyo mzee, yani inakuwa wanatupa kipaumbele sisi wanafunzi ambao tulokwenda kule katika kusoma. So na ushirikiano mkubwa sana katika maisha yetu. So mimi hii athari yake nimeiona kule, ya hali kwamba ingekuwa laiti katika familia yangu imetokezea kitu kama hichi, kweli ningesikitika, lakini ningekuwa ni sikitiko dogo kwa sababu ni jambo la familia. Lakini huyo mzee ambayo alouawa katika hili vita sio mzee, sio kiongozi wa dini peke yake, isipokuwa ukiacha ile ni mshabiki mkubwa wa haki za ndugu zetu wa Palestina. Umekwenda hadi kuchapisha bango na kuweka nje kwa wateja wako ili uwape taarifa kwamba hatutopatikana kwa muda siku fulani, kitu ambacho kimewagusa wengi sana hiki. So mimi kuna vitu binadamu sisi tunatakiwa tuziangalie, na moja ni katika haki za binadamu kama tunavyoongelea kwenye dini ya Uislamu, hakun nas. Na watu wengi sana wanakuja hapa, wateja wangu ni watu ambao tunaheshimiana, tunapeana taarifa, wanakuja wananunua vitu. Sasa kutokuwa taarifu ni kama kuwa nimedharau haki zao, kwa kuwa wanakuja kwangu kununua bidhaa na nini. Ilikuwa lazima nitafute njia kwa taarifu kwamba mimi kwa muda wa siku kadhaa nitakuwa sipo. So tangazo langu la kuweka hapo mbele ni kuonyesha kabisa kwamba nayemfungia hii duka si mtu wa kuangalia dhehebu la Kishia peke yake, bali anahusiana na Uislamu na anahusiana na ubinadamu. Shahid Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei ni kiongozi wa umma ya jamii ya Kishia, ni sisi tunamuita ni marja ala, ambaye huwa tunamfuata yeye kwa mujibu wa fikhi zetu, na tunayo maraja wengine ambaye tunaweza tukawafuata, isipokuwa huyu pia ni moja kama ni katika baba wa dini tunaweza kusema. Sasa kwa kuwa kimetokezea kitu kama kile, na sio kutokezea kikawaida, kimetokezea kwa njia ya kuuawa, kuwa shahidi, huwa tumetaka kuonyesha kwamba kitu ambacho tunachoweza kufanya hapa Zanzibar, kwa kuwa tuko mbali nao, hatuwezi kushirikiana nao kwenye maandamano na nini kule. So kitu ambacho tunachoweza kufanya ni kuweza kuhuzunika na ndugu zetu wa Irani ambao waliopo pale, ili mradi kuweza kuwa nao katika jambo hili. Na kitu ambacho nilichokuwa naweza kufanya kwa upande wa Zanzibar ni kuweza kuonyesha ushirikiano wangu katika siku kama ile, na ilikuwa ni kufunga duka. Machi 4, 2026, IOTV pamoja na millardayo.com tulikuletea taarifa za balozi wa Iran nchini Tanzania na kuthibitisha kuhusiana na taarifa za hali zinazoendelea za wale wanafunzi ambao wako vyuo pamoja na wafanyakazi kutokea nchini Iran, ya kwamba hadi sasa hakuna taarifa yoyote mbaya kutoka kwa wanaosoma au wanaofanya kazi nchini Tanzania. Hiyo ni taarifa ambayo iliyothibitishwa na balozi wa Tanzania nchini Iran, Mohamed Javad. Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com hapa Zanzibar. Mimi naitwa Said Tizedey.